maendeleo yetu kwa taifa letu Tanzania. Hali gani na karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Reli TV. Leo uko na mimi mtangazaji wako Hassan Mbonde hapa mkoani Arusha katika kongamano lililoandaliwa na Jumuiya ya Wazazi mkoani Arusha, ambapo shirika la Reli Tanzania lilikuwa ni miongoni mwa waalikwa katika utoaji wa taarifa za miaka minne ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hafla hii imefanyika katika ukumbi wa AICC hapa jijini Arusha. Mgeni rasmi katika hafla hii alitarajiwa kuwa Mheshimiwa Balozi Emmanuel John Nchimbi, lakini aliwakilishwa na kaimu katibu mkuu CCM ndugu John Mongela. Na katika hadhara hii Mheshimiwa naibu katibu mkuu alikuwa na haya ya kusema. Rai ya katibu mkuu, kama jumuiya tupate muda wa kutosha kuwaelewesha wananchi wetu umuhimu wa amani, mshikamano na utulivu uliopo ndani ya taifa letu. Mafanikio ni kitu kimoja, lakini amani na mshikamano huu umechangia kwa kiwango kikubwa sana kupata maendeleo haya. Kwa hiyo katibu mkuu anaelekeza kama jumuiya hilo tulibebe, la kwenda kuhamasisha amani na mshikamano. Na vile vile tunakoelekea kwenye uchaguzi, sisi tuwe mfano wa kudumisha amani na ulinzi na usalama wa maeneo yetu. Natumaini umemsikia barabara kaimu katibu mkuu wa CCM ndugu John Mongela akizungumza na hadhara hii. Lakini vile vile hadhara hii ilihudhuriwa na Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni mwenyeji wa mkoa wa Arusha, naye akazungumza mengi ambayo yanayotarajiwa hapa Tanzania, hususan mkoani Arusha, na aligusia ujio wa SGR mkoani Arusha. Tukifanikiwa kuipata reli bora kama SGR, tafasiri yake Arusha tutaenda kujenga bandari kavu. Manake kontena zote zinazotoka Dar es Salaam, zinazotoka Tanga, ambazo zilikuwa zinaenda kwenye hizi nchi jirani, watakuja kuzichukulia wapi? Hapa Arusha. Wakichukulia hapa Arusha, manake tumeongeza ajira wananchi wetu. Wewe nikupe mfano tu, malori 600 kwa siku yanapita barabarani. Piga mahesabu, kila lori moja lina watu 3. Maana yake tutahitaji kuwa na vyumba 1800 kwa wakati mmoja vipya kwa ajili ya makontena yanayochukuliwa hapa Arusha. Sasa usiongelea habari ya kupakua mzigo kupeleka kwenye sehemu ya bandari kavu, usiongelea wafanyakazi wale wa TRA na mamlaka zingine za bandari, manake uchumi wa mkoa wa Arusha utakwenda kupanuka. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la Reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa alipata fursa ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta ya reli, naye akawa na haya ya kusema. Tutazungumzia watu wa Singida, baadaye Singida tumeshafika Makutola. Tutazungumzia watu wa Tabora, ndugu zangu wale Wanyamwezi. Tutazungumzia watu wa Shinyanga, watu wa Simiyu nakotoka, watu wa Mwanza, watu wa Geita, watu wa Kagera, watu wa Mara. Wakae mkoa wa kula. Tunafika 2027 tutakuwa tumeshaunganisha treni mwanzo zona hizi kwenye picha, zitakuwa tumeshafika Mwanza. Watu wa Tabora tena pale, tunaenda Kigoma, Katavi, Rukwa. Tunafika 2028. Lakini tuna kazi yetu Oktoba kwanza, tunavuka pale, si ndio hivyo? Lakini sitoshe, kwa mkoa wa Kigoma kuna upendeleo mkubwa sana. Tunaingia kwanza ziwani Tanganyika, lakini tunapita kutoka Uvinza kwenda Kasulu, tunaenda Malagarasi na ndio tunaitafuta Burundi. Kwa mkoa wa Kigoma una upendeleo hali ya juu sana. Waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa, na haya yamedhihirishwa na Chama cha Mapinduzi kupitia Jumuiya ya Wazazi mkoani Arusha, ambapo leo hii katika hafla hii wamefanya kujadili tathmini ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tokea hapa mkoani Arusha, mimi ni mtangazaji wako Hassan Mbonde, ikiwa na mpiga picha wangu
Ivan Mateni. Mpaka wakati mwingine, na nakusihi uendelee kutazama vipindi vyetu vinavyoendelea kupitia YouTube kwa channel ya Reli TV. Alamsiki.